Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Mafrateli wetu, viongozi halmashauri walei ngazi zote, wapenda makatekista, wanakwaya, mtoto mtakatifu, kwa namna ya pekee waimarishwa wetu katika siku hii ya leo, pamoja na waumini wote tuliopo hapa na wote wenye mapenzi mema. Tumsifu Yesu Kristo. Basi leo ni siku ya pekee sana kwetu wana parokia hii ya Familia Takatifu Bukala, tunapotembelewa na mchungaji mkuu wa jimbo letu, askofu wetu, anakuja kutuimarisha katika imani yetu. Tumshukuru Mungu kwa tembeleo hili, tumshukuru Mungu kwa uwepo wa baba askofu, tumshukuru kila mmoja wetu ambaye amefika kushiriki nasi katika sadaka hii ya misa takatifu. Na kwa namna ya pekee tuwashukuru hao ambao katika misa hii watapokea sakramenti ya kipaimara. Mwisho, baba askofu, tukuombe katika misa hii uimarishe vijana wetu wapatao 18 ambao tumewaandaa muda wa kutosha na wako tayari kupokea sakramenti ya kipaimara katika misa hii. Tunakuomba baada ya misa hii ya kipaimara tufungulie pia shule yetu ya awali na kuibariki ili iweze kuanza rasmi utume wake ikiwa na baraka zako Baba. Baada ya maneno hayo ya utangulizi, nikukaribishe sasa Mhashamu Baba Askofu ili uweze kutuongoza katika misa hii, ndani yake ukitoa sakramenti ya kipaimara, lakini pia baada ya hapo ukikufuzwa na maneno hayo ya utangulizi, na tukielewa tuko ndani sasa vile ya ziara yetu ya kiaskofu, ziara ambayo lengo lake ni kuendelea kutukumbusha umoja tulionao ndani ya jimbo. Sisi kama parokia kumbuke daima kwamba ni sehemu tu ya jimbo letu la Geita, na hivi yote tunayoyafanya, maneno yetu, matendo yetu, daima yatuongoze katika huo mkusanyiko wa pamoja. Jimbo linaundwa na mkusanyiko wa parokia, kumbe sisi ni sehemu
ambayo ni ya muhimu ndani ya kukamilisha uwepo wa jimbo letu. Ndiyo maana tunapata fursa hii ya kuwa walau na siku moja ya kukaa na kutafakari utendaji wetu ndani ya jimbo. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutokutimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Mwanzi hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima. Atatokeza hukumu kwa kweli. Neno la Bwana.
Wewe Bwana Mungu wangu umejifanya mkuu sana. Bwana, jinsi alivyo mengi mapendo yako. Kwa hekima umevifanya vyote pia. Dunia imejaa mali zako. Uwape chakula chao kwa wakati wake. Wewe uwapa, wao wanakiokota. Wewe waukunjua mkono wako, wao wanashiba mema. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Marko. Sura ya kwanza aya ya 9 hadi ya 11. Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohane katika Yordani. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zinafunguka na Roho kama hua akishuka juu yake, na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe.
Neno la Bwana. Mwenyewe ametuwezesha kutenda sisi kama familia ya parokia hii teule ya familia takatifu. Katika ziara hiyo pia kuna ndugu zetu hawa ambao wataimarishwa, watapata sakramenti ya kipaimara. Lakini vile vile tumeambiwa kumtolea Mwenyezi Mungu utume wetu ambao tunauanza katika maeneo haya kwa kutoa elimu ya awali, pengine kama ufunguo sasa wa safari yetu kuelekea kuhudumia jamii yetu kwa njia ya elimu. Kumbe tunayo tafakari hiyo, na maandiko matakatifu yaunganishe hivyo vyote na yaingie hata katika nia zetu binafsi. Kila mmoja ana nia yake, kila mmoja ana sala yake katika siku ambayo tunakutana kama familia. Nabii Isaya akituangalia sisi mbele ya Mwenyezi Mungu na nia zetu, anatukumbusha jinsi ambavyo Mungu anamuona kila mmoja wetu. Na nabii anasema kusikia sauti hiyo ya Mwenyezi Mungu, tazama mtumishi wangu. Nadhani katika hilo hatubishani. Sisi ni watumishi wa Bwana, na tukiongozwa na ile sala kubwa ya Bikira Maria, ndimi mtumishi wa Bwana, nitende ulivyonena. Ni maneno ya Mungu mwenyewe yanayotuelekea sisi, na ukionja nyuma ya maneno hayo yanakuridhika, kufurahi, kufarijika. Tazama mtumishi wangu. Mungu anapongea hivyo, tunaelewa hata sisi wazazi, sisi kama familia, pengine lugha hiyo tunaitumia. Angalie binti yangu, angalie katoto kangu, angalia kijana wangu. Mzazi anapotoa sauti hiyo, sidhani kama ni katika mazingira ya chuki, kukatishwa tamaa, ni mazingira ya furaha. Lakini linalofuata sasa baada ya hilo ndilo ambalo linaweza kutuletea changamoto. Mtumishi wangu ni mtegemezaye. Hii ni Mungu mwenyewe anayetenda. Lakini sasa kama Mungu anatutegemeza, ndugu zangu, sisi tunajiuliza sasa tunapokusanyika, je, tegemeo hilo la Mungu, tegemezo hilo la Mungu tunalipokea? Na ni kwa njia gani kweli tunaweza tukakaa kama familia, kama parokia, tukasema kweli sisi Mungu anatutegemeza? Ni pale ambapo sisi tutageuka vile vile baada ya sauti ya tazama mtumishi wangu, sisi tukatenda katika kujiachia mikononi mwa Mungu, tukatenda. Mungu anasema yeye ndiye anayetutegemeza. Na kwa nini anategemeza? Anasema kila mmoja wetu ni mteule wake, uteule wa Mungu. Kama tu wateule wa Mungu, anatuteua kwa sababu Mungu ana malengo na kila mmoja wetu. Sasa tunayo kazi vile vile ya kila mmoja kujiuliza kwanza kwa binafsi, hivi Mungu ana malengo gani na nini? Yanajifunua katika ile ambayo tunaita miito ya maisha, majukumu mbalimbali tunayopewa. Humo ndimo yalimo malengo ya Mwenyezi Mungu, na ndio hayo yanatufanya tuteuliwe. Kinyume chake ni kusaliti ule uteule, na tukadumu katika hilo, ule uteule wa Mungu tukauona ndio sababu yetu ya utendaji.
Kumbe tukifika katika hilo, ni sehemu mojawapo ambayo tunapofanya ziara na tafakari tunapaswa kutafakari. Pengine imewezekana kwa mtu binafsi, lakini tumeipeleka katika sasa familia hii kubwa, parokia yetu ya familia takatifu, hata tukaiona na yenyewe tunaifanya kuwa teule kiasi hicho. Kwa sababu kama tukitenda hayo, anasema nafsi yangu inapendezwa naye. Hapo tena tunalo la kujiuliza. Ni sawa, mimi nimekubali mteule wa Mungu. Je, ninampendeza Mungu? Kumpendeza Mungu, ndugu zangu, ni pale ambapo mahangaiko yetu, maisha yetu, binadamu wetu unaungana sasa na mpango wa Mungu wa ukombozi. Tunapigana, tunasema taka usitake, mimi dhamiri yangu, maisha yangu ni lazima yajibu mpango wa Mungu wa kunikomboa mimi. Kumbe tunashirikiana na Mwenyezi Mungu. Na ushirikiano ni huo ambao kwanza katika maisha yetu tumezaliwa, tumeumbwa, lakini zaidi sana katika zawadi alizotuachia Kristo, masakramenti. Ndio msingi wa ukombozi wetu. Ndio kiini cha kuonyesha sisi tunampenda Mungu na kumpendeza. Kuyaishi masakramenti. Sisi ni wabatizwa, ni lazima tuishi kwa kutafakari na kutafsiri ubatizo wetu. Sakramenti ya kwanza kabisa. Sijua wa ndugu zangu wanaweza wakaniambia, wa rafiki zangu wale, eti mnajua sakramenti ya ubatizo inatupatia nini? Mnajua? Hebu waambieni wengine walishasahau. Yote hayo. Na ukiangalia yote ni zawadi, hakuna anayestahili kusamehewa dhambi. Kwa hiyo inatufungua katika hilo. Sasa kama tulishasamehewa dhambi, tunaishi kama watu tuliokwisha samehewa, na tukaendelea sasa kutumia neema hiyo ambayo wanasema tumepewa neema ya utakaso kwa mara ya kwanza. Maana yake neema ya utakaso ni endelevu. Ni endelevu. Tunaiharibu, tunaipoteza kwa dhambi kwa sababu udhaifu wetu bado umeendelea. Ndio maana inatamkwa mara ya kwanza. Na kwa sakramenti sasa zinazofuata baada ya ubatizo, binadamu anapewa nguvu hiyo yeye mwenyewe kwa upendeleo. Atapokea Ekaristi Takatifu kuimarisha, kulisha nguvu hiyo aliyoipokea. Kama mtoto anakula sasa chakula kutoka kwa mzazi wake. Na angalia lilivyo fumbo kubwa, hata kumla mzazi mwenyewe. Ekaristi Takatifu tunampokea Mungu mwenyewe. Akatulisha, akatuimarisha. Lakini je, tumeishi kama wapokeaji wa Ekaristi? Hawa leo wanapata kipaimara. Na hiyo ya kipaimara mnajua inatujalia nini? Haya, hebu tuambieni tena. Sakramenti ya kipaimara ya kusaidia: moja, ya kuongezea vipaji vya Roho Mtakatifu na neema na utakaso; mbili, ya kuzidishia fadhila za kimungu na kuziimarisha; tatu, ya kutia alama isiyofutika. Inatutia tena alama nyingine. Lakini zaidi sana ni hayo mapaji ya Roho Mtakatifu, ambayo ni utendaji sasa. Mle ndani ya mahangaiko wetu, mle ambapo tunaona kuna shida,
ndimo Mungu anaingia kutenda. Anatumia vipaji alivyokushatupatia, anatupatia nguvu ambazo tunazo, anapita humo katika utendaji. Na ndio leo hawa wanakuja sasa kuomba hilo mbele ya kanisa, wawe sasa watendaji ndani ya kanisa, wakiongozwa na mapaji ya Roho Mtakatifu ambayo yako mangapi? 7. Yako 7. Unaweza kuyataja? Ndio. 1 hekima, 2 akili, 3 shauri, 4 nguvu, 5 elimu, 6 ibada, 7 uchaji wa Mungu. Uchaji wa Mungu. Unaona, yote ni maisha ya kawaida ya binadamu, ndugu zangu, lakini yaangazwe sasa na nguvu kubwa zaidi kuliko tu ile ya kwenda tu kwa sababu niishi, si tu kwa sababu ya uwepo duniani, lakini kuwepo kwa malengo. Ndio maana akili mnayo, lakini mnaomba sasa mwangaza wa Roho Mtakatifu ielekeze akili hiyo katika yale ambayo yanaongeza neema ya Mungu na kudhihirisha mnaishi alama hiyo isiyofutika. Leo hii ndugu zangu, watu wangapi wanatumia akili kubwa lakini katika uharibifu kubwa, na wanafurahia hilo. Naweza tukaangalia kimataifa, vita zinazoendelea, akili kubwa na kukaa na kubishana, mabunge yanakaa. Hivi Mrusi na Ukraine huko wanamalizana. Juzi sijui jana limekaa bunge la Umoja wa Ulaya, lenyewe nasema tunaangalia jinsi ya kumongezea Ukraine silaha. Haliongelei hata kidogo upatanisho. Ndio akili hizo zisizo na mwangaza wa Mungu. Na mnaona imeanza na watu tu. Leo linaanza kubeba mpaka bara zima, mfumo mzima, ambao lengo lake nadhani Mwenyezi Mungu anaweka taratibu hizi za kuwa na uongozi, kuwa na haya mabunge na vyombo kama hivyo, majeshi na yote haya, lengo ni amani. Lakini tunaona katika hao wenye nguvu hawaamini hata kidogo leo katika kuona kwamba tupiganie kuwapatanisha hawa watu. Huyu mmoja wa Marekani anajaribu, lakini naye sijui anapigwa chenga, sijui inakuwaje, nitaongea na huyu, na anajaribu hilo. Lakini unaonja bado kila mmoja anachoamini nguvu ya silaha. Marekani, nipe silaha hii nimtandike mpaka makao makuu yake. Yule naye akisikia yeye anarusha moja kwa moja, anapiga. Ndio dunia tunayo. Ni akili ya binadamu lakini isiyo na mwangaza wa Mungu. Tunayo mifano mingi pale ambapo binadamu anapigania kujiteketeza. Ubunifu unaoendelea sasa hivi hauna kumlinda mwanadamu, ni kummaliza. Akivaa vizuri binadamu, wana mitindo wanaleta nguo, si ndio yale majinsi yale yalionekanaga magumu hayajianiki, si ndio? Siku hizi yanakuja mapya yamechanwa kabisa. Na watoto wetu wanasema hii ndio fashion. Chana mwenye tako, chana mwenye magoti, chana. Unamuuliza huyu ni mtoto wa maskini gani, anasema hii nguo ni mpya ya Christmas imechanika. Sisi tuliokuwa enzi zile ambapo umaskini umetawala, tulikuwa karibia tunatembea na sindano na uzi, si ndio? Kwa sababu unavaa kaptula ya shule inachoka. Bahati mbaya ukiinama vibaya inachanika, basi utakimbia huko maliwatoni ili ukaishone. Siku hizi zinakuja zimechana moja kwa moja. Akili hiyo. Na hii tunaona ndio maendeleo bado kila mahali. Je, ni akili? Hapana. Hizo ndio dalili za akili
zisizokuwa hii na hii kipaimara. Sasa twendeni katika mapaji yote 7 ya Roho Mtakatifu. Kuna upungufu mkubwa leo. Hekima haitumiki. Tukitumia hekima ni ajabu tu. Na pengine hapo ndipo tunaonekana tuna hekima. Na wazazi kama ni mtoto wanamuunga na mkono. Sitaki shule. Mimi sitakuendelea shule. Nataka nianze biashara. Mtoto ambaye amefaulu. Mtoto ambaye ni tegemeo kwa taifa, akasome, akawe daktari, akawe injinia, asema nataka biashara. Na wazazi wanafuata nyuma kwa vile wanamtaji. Si hekima ya kimungu. Mzazi anapaswa kuwa na hekima ya mzazi na kushikilia nafasi yake. Hapo ndipo siku moja, ndugu zangu, utapiga ukelele we mwenyewe, tazama mtoto wangu. Leo tuna watoto ambao wazazi mara nyingine mnaogopa kuwatambulisha. Uongo kweli? Anafanya kituko. Yaani basi mzazi unatafuta pa kujificha. Hatuwezi tukafikia lugha hii ya Mungu kama hatuna ushirikiano na Mungu. Nabii Isaya ndio anasema mtakwenda kama mtakubali kupita. Ni magumu haya. Anasema ni mnyenyekevu vile vile. Anasema mwanzi uliopondeka hata uvunja. Kwa hiyo haishi tu kwa sababu ana nguvu, anaweza kufanya kila kitu. Anayapima mambo. Haonei. Na anasema utambi unaotoa moshi hauzimishi. Leo hata katika jamii yetu ya Tanzania, hivi haya maneno ni kweli? Mianzi mingapi ambayo imekwisha jifia huko, lakini inaingiliwa tena, pengine na vyombo vyenye nguvu, pengine na madaraka yenye nguvu. Ndio tunasikia hadithi hizo, huyu kapotea, huyu kajipoteza, huyu kafanya ni vurugu. Lakini tatizo ndio nalo, tuna mahangaiko ya kutumia madaraka. Leo tunaingia sasa kwenye uchaguzi, si ndio? Kesho kutwa nafanya uchaguzi. Lakini kelele ngapi ziko nyuma ya uchaguzi? Uchaguzi wa viongozi. Hawa tutaandamana, hawa tutaenda, hawa wathubutu kuingia barabarani, hawa yote hayo ya nini? Mara nyingine unaona kabisa huu ni utambi tu ambao unatoa moshi, lakini nguvu unayotumia kuzima utambi mbona ni kubwa mno. Lakini yametoka wapi hayo? Msije mkashangaa kwenye uchaguzi. Haya ndio tunayoishi kwenye familia zetu. Pale ambapo hata wazazi tumeachia madaraka kwa watoto. Wamo humu kina mama, wamo kina baba, ambao menyu ya familia inapangwa na mtoto eti. Sisi kwetu uthubutu, kama unataka ulale njaa enzi zile za mtoto, ingilia menyu iliyo jikoni. Wewe subiri utakachokuta mezani. Siku hizi mnapanga nao, si ndio? Leo chapati tu na unamlisha babako chapati na chai. Atakuwa na akili akalale. Na mama anapika chapati na chai. Mtoto amesema, baba katoka zake huko kupasua mawe, anakuta mezani chapati na chai. Moja au zimekatwa nusu. Mtoto kasema. Tunaanza na vitu vidogo vidogo hivyo, ndugu zangu, mpaka tumejikuta tunapoteza sasa dira. Na daima kama tukitaka tuchezee mfumo, tukiharibu familia, hawa ndio wanakuja kuwa wabunge wetu, hawa ndio wanakuja kuwa mawaziri wetu, hawa ndio viongozi wetu. Kwa hiyo haoni popote nafasi ya kusema hebu tukae tuongee. Nimesema. Tutafika wapi? Tunaonja hilo. Nchi iko kwenye mvutano, wala tusifiche, nchi imekaza. Hakuna anayejua. Sasa waoga kama sisi ndio tunaamini yote.
kwamba wale wataingia wataandamana, hawa nao watatumia nguvu zao. Sasa hapo katikati kinatokea nini? Kushindwa kukaa na kuamua kusema tunataka tutengeneze kitu ambacho kila mmoja wetu atasema tazama, na ili useme hilo lazima uwe mshiriki. Tukafika tukasema tazama nchi yetu pamoja na mahangaiko yake. Roho Mtakatifu, neema za sakramenti, neema za sakramenti. Kwa hiyo tunapaswa kuliona hilo. Anasema mpaka hata mahali hata tukikabidhiwa madaraka ya kutoa hukumu, atatokeza hukumu ya kweli. Ndugu zangu, hebu tujiulize sisi, hukumu ya kweli ya Mungu ni ipi? Leo Mungu afanye hukumu ya kweli kuanzia kwa askofu wenu, mapadri wenu, wana parokia, kila mmoja. Hukumu ya kweli ni ipi? Ni huruma, ni msamaha, ni hukumu. Ndiyo, nimekosea, lakini nimekwisha kosea mbele yako, nachohitaji ni msamaha. Na ndivyo Mungu anavyotupeleka. Je, tunayo katika parokia yetu, katika jumuiya zetu, katika familia zetu, zinaishi msamaha? Ukirudi hapo, familia ambayo haina msamaha, Mkristo ambaye hana msamaha, turudini kuangalia maisha yetu ya sakramenti. Yana mgogoro. Haiwezekani kama unakwenda kuungama kila unapoanguka utashindwa kujua maana ya msamaha, pamoja na ukweli kwamba hukumu ni ya kweli, kwa sababu tunapokwenda kwenye kiti cha maungamo tunakwenda kujihukumu kwa kweli tena wenyewe. Lakini neno natoka nalo, nami kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kanisa na kuondolea dhambi zako kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sakramenti imekamilika. Uende na amani. Hukumu ya kweli. Kristo pamoja na umungu wake, kama tulivyosikia katika Injili, anapokwenda kutenda sasa kwa kutumia ubinadamu mkamilifu aliojitwalia, tunaona anahitaji hilo. Anapokea Roho Mtakatifu. Mbingu zikapasuka, Roho kama huwa akashuka juu yake. Na ndipo katika kushukiwa na Roho Mtakatifu, utimilifu huo, utendaji wa sakramenti ambao Kristo anaofunua katika utimilifu wake na anatugawia baadaye sisi katika sakramenti, sauti inasikika, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Ni sauti ile ile ya kusema tazama. Yule mwana ambaye amependezwa naye anakwenda kuanza kazi ya kufikia utukufu kwa mateso, kifo, na hatimaye ndipo unakuja ufufuko. Mahangaiko tulionayo leo, wote tunauona ufufuko, lakini njia za kufikia ufufuko hatuko tayari, na hata njia halali tumezigeuza, tunaona kama ni hatarishi. Kazi kwa mfano, kazi na kuingia kwa uhalali katika kazi hiyo, wangapi tunaona ni hatarishi? Hata uchaguzi ni kazi, lakini wangapi rushwa, fanya hiki, nunua watu, sijui nini, yote hayo matokeo yake tunafika katika jamii ambayo haimpendezeshi yoyote. Kweli tutafika mahali hata tutachukiana, utajichukia mwenyewe kwa mazingira tunayotengeneza. Na hasa pale tunapong'ang'ania kutenganisha utendaji wetu na imani yetu. Tunatenganisha. Leo hata tunapata viongozi pengine hata ndani ya kanisa
halmashauri, tuko mwaka wa uchaguzi kwa mfano, ni wangapi ambao wanasukumwa kutafuta uongozi kwa sababu ya imani walioishikilia? Tunatafuta madaraka pengine. Hii haimpendezi Mungu. Ni utumishi. Utumishi huu ambao hata pale ambapo hatuwezi tukagundua nguvu kubwa ya Roho Mtakatifu iliyo ndani mwetu. Na ndio ninyi wa kipaimara mlione hilo. Mlione hilo katika umri wenu, katika nafasi zenu, mumtegemee Mungu katika kila kitu. Hapo mtaishi kipaimara chenu. Lakini mkianza bla leo tu, kipaimara mtakiachia pale mlangoni. Tarudi nyumbani na picha. Kipaimara sio picha. Mmesema wenyewe. Alama isiyofutika ndani ya roho. Kwa hiyo mbebe alama hiyo, ikiwemo vile vile mabadiliko. Lazima upange mipango ya mabadiliko, kukubali kulelewa na kuishi malezi hayo. Ndio kipaimara cha kweli. Kwa kipaimara cha kweli sio miujiza, sio kelele, sio kutafuta nini. Ni ile hali ya mtu kuwa tayari kujitoa na kutumika kulingana na uwezo wako, nafasi yako. Wala usiige umri wako. Hapo ndipo utaonyesha ukomavu wa imani. Na imani hapo ndipo inajidhihirisha, inakuwa pamoja nasi. Kipaimara katika parokia yetu. Leo tunapotafakari hata maendeleo ambayo yanaendelea kufanyika, ujenzi wa kanisa letu, mmejenga sasa shule. Waimarishwa, si ndio nyinyi wenyewe mliojenga eti? Hivi mbele ya Mungu na malaika tukisema walioshiriki kujenga shule mpaka leo wanyoshe mkono, kanisa zima litanyosha? Ambao mwaka huu wametekeleza wajibu wao katika ujenzi wa kanisa letu, wanyoshe mkono. Tutanyosha kanisa zima. Sana tutagundua hata watakosema afadhali walau mimi nimekuja. Mwingine ameacha atakuja kusali leo kwa ajili ya kanisa. Halafu bado tunataka kusema sisi ni wabatizwa, sisi tuna kipaimara. Kile kipaimara ambacho tunakipata sisi kama wanakanisa ni mpaka kuifikisha jamii yetu, parokia yetu ionekane ina kipaimara. Inaishi, inatiwa nguvu na watu wenye kipaimara. Na tukafikia mahali si tena cha moja, kwa sababu nguvu kama ni nguvu tunaitafuta kwa kila moja kwa ile aliyogawiwa na Mungu, na inajitokeza nguvu moja ya parokia, hekima moja ya parokia, utii moja wa parokia, ushauri moja la parokia. Ni parokia ambayo utaigundua inaelekea upande mmoja. Ni nyepesi, haina mvutano, inayotambua vile vile nafasi ya kila moja na kuheshimu hilo. Hii itakuwa ni parokia ya kipaimara, kwa sababu inaundwa na watu wenye kipaimara. Parokia ya wabatizwa inaundwa na watu waliobatizwa. Na kama kumetokea hapa na hapa hajieleweki, sisi tunaishi sakramenti ya upatanisho, na ikajionyesha ni parokia ya watu ambao wanapatanishwa na inatembea kama familia iliyopatanishwa, inayokaa pamoja, inapanga pamoja, inajadiliana pamoja. Yaliyo magumu ambayo hawezekani kama ni kukataa, ikatae pamoja, lakini yanayokubalika yatendwe pamoja. Hii itakuwa parokia yenye mwelekeo mmoja, na ndio sala yetu. Ndio maana nyinyi 19 mnaoingia leo, matumaini ya kanisa, nyinyi sasa mnaenda kuongeza nguvu. Msiseme nyinyi ni wadogo. Si nimewauliza pale nje, nikipunguza wengine mkasemaje? Si mmenikatalia?
Manake mko tayari eh? Sasa mwende mkaongeze nguvu kwenye jumuiya, mwende mkasali kwenye jumuiya, kwenye familia muongoze sala kwenye familia, kwenye parokia mje parokiani. Leo Jumamosi mnapata kipaimara, kesho Jumapili hamji. Nini? Uchovu wa sherehe mtakazofanya leo. Na leo tunawabana, tutatoka hapa usiku, hakuna sherehe nyumbani, si ndio? Ili kesho mwai kanisani. Hii itapendeza Ndio. Lakini nyumbani sio naandaa sherehe. Kwa hiyo ndugu zangu, lengo ni hilo. Sakramenti hizi, neema tunazopokea, hatimaye zijenge familia iliyojengwa katika neema. Na kila utakachoona katika parokia ni cha kwangu, nilishiriki mimi katika utekelezaji wake. Na hii itavuta sasa wengine wengi zaidi ambao bado tunao. Maeneo yetu bado yana watu wengi hawajabatizwa. Watu wanashinda huko kwenye kupiga lamri, mambo ambayo pengine yanawadai sala na imani bado. Ndio maana vibanda unaona vinaongezeka kila siku. Wako watu ambao hawaishi sakramenti walizokwisha pokea, ni wabeba sakramenti. Mimi nilishabatizwa, mimi na kipaimara, mimi na komunio, lakini hakomuniki, hashiriki katika kuonyesha kama ana mapaji ya Roho Mtakatifu, alijaliwa ndoa, ashaivunja. Wapo miongoni mwetu. Tunashukuru tu na kumpongeza padri wetu ambaye walau miaka 25 amevumilia upadre, leo anazindua jubilei yake. Lakini tunapofanya hivyo, ni wangapi leo ambao wamekuwa kikwazo cha kuandaa pengine Wakristo ambao watamfuatia huyu padre katika huduma za kipadre? Yanafanyika katika familia. Kwa hiyo tuyaone yote kwa sifa na utukufu wa Mungu na kumwomba Mwenyezi Mungu atubariki. Na baraka kubwa ni kuishi sakramenti na kuzitumia. Tusiwe wabeba sakramenti. Mimi nilishabatizwa, hakuna hata kimoja kinachoonyesha wewe umebatizwa. Nina kipaimara, hatuoni hata punje inaonyesha una kipaimara. Na sakramenti zingine zote, labda utasubiri tu kuonyesha ile ya mpaka wa wagonjwa. Tena ndio wale ambao tunasubiri mpaka iwe kweli ule mpaka wa mwisho, si ndio? Hao tu ndio hiyo itatuokoa. Lakini hata wenyewe ukipewa ukapona ukarudi, bado vurugu inabaki ile ile. Si mapenzi ya Mungu. Tuishi sakramenti kwa furaha, zitunganishe kama familia, na hatimaye tuonje nguvu yetu inatokana na nguvu ya sakramenti inayoishi katika kila mmoja wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Wape roho wa hekima na akili, roho wa shauri na nguvu, roho wa elimu na ibada, wajaze roho wa uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
Ee Mungu, uliwapa mitume wako Roho Mtakatifu. Ukataka hao mitume na waandamizi wao wawape waamini huyo Roho. Usikilize kwa wema sala yetu, tujalie kile ulichotenda wakati Injili inaanza kuhubiriwa kienee sasa pia mioyoni mwa waamini. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.